Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika hatamu kwenye vita vya Israeli dhidi ya Iran. Naendelea kukusogezea basi hatua kwa hatua pata nafasi ya kufahamu kwa kina zaidi. Na nikwambie jeshi la Israeli limesema ndege zake zimeshambulia zaidi ya maeneo 40 ya kijeshi magharibi mwa Iran siku ya Jumatano asubuhi. Kulingana na IDF, shabaha za mashambulio hayo ni pamoja na maghala ya makombora na maeneo mengine yanayohusiana na makombora. Takriban ndege 25 za kivita zimeweza kushiriki katika mashambulizi hayo. Pia mashambulizi ya anga ya usiku ya Israeli yameshambulia maeneo ya kurushia makombora masafa marefu ya Emad ambayo yalikuwa tayari kurushwa kuelekea Israeli, IDF imesema kwenye taarifa. Vilevile hali ya sasa kati ya Iran na Israeli ni mbaya. Mkurugenzi wa idara ya ujasusi wa mambo ya nje wa Urusi, Sergei Narishkin, anasema, namnukuu, hali ni mbaya. Kulingana na afisa huyo, Urusi inawasiliana na wanachama wa huduma fulani za kijasusi za Iran na Israeli. Anasema, tunawasiliana na wawakilishi wa pande zote mbili za mzozo na wawakilishi wa idara maalum za kijasusi za Iran na Israeli. Takriban makombora 400 ballistic yamerushwa huko Israeli kwenye ardhi kutoka ardhi ya Iran tangu Juni 13. Usiku wa Jumanne hadi Jumatano, pande zote mbili za mzozo zimeripoti kutoa udhibiti wa anga ya kila moja, huku mamlaka ya Iran ikiripoti kutunguliwa kwa ndege ya kivita ya Israeli ya F-35. Sasa hayo yakiendelea, nikwambie kiongozi muadhamu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameionya Marekani juu ya matokeo yasiyoweza kurekebika iwapo Washington itajiunga na uchokozi wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Anasema, watu wenye busara wanaoifahamu Iran, watu wake na historia, kamwe hawatatumia lugha ya vitisho na nchi hii, kwa sababu watu wa Iran hawatasalimu amri kamwe. Wamarekani lazima wajue kwamba kutokana na uingiliaji wote wa kijeshi, bila shaka Marekani itapata uharibifu usioweza kurekebishwa, alisema akihutubia taifa kama ilivyonukuliwa na vyombo vya habari. Huduma ya vyombo vya habari ilibainisha kuwa hilo lilikuwa ni jibu la kiongozi mkuu wa nchi hiyo kwa maneno ya kejeli ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye awali aliitaka Teheran kujisalimisha bila masharti. Khamenei alinukuliwa akisema watu wa Iran watapinga kwa uthabiti vita hivi vilivyowekwa, kwani watapinga kwa dhati amani iliyowekwa. Vile usiku wa kuamkia leo, jeshi la Israeli limedungua takriban makombora 30 ya Iran yaliyorushwa na Israeli bila kujeruhiwa mtu yeyote. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israeli, Brigadier General Afia Defrin, anasema kupitia mkutano na waandishi wa habari, tulitambua baadhi ya makombora 30 ya balistiki kutoka Iran kuelekea Israeli katika masafa mawili usiku kucha. Kulingana na yeye, wengi wa project walikamatwa na hakukuwa na majeraha. Vifaa katika eneo la Teheran na Karaj nchini Iran ambako vinu vya kurutubisha uranium vinatengenezwa vimeharibiwa katika mashambulizi. Shirika la kimataifa la nishati ya atomic limeripoti na kuongeza kuwa maeneo yote mawili yalisimamiwa na shirika hilo. Hayo yakiendelea, jeshi la Israeli limeshambulia vituo 1100 kote Iran tangu kuanzishwa kwa Operation Rising Lion. Msemaji wa jeshi la ulinzi la Israeli, Brigadier General Afia Defrin, anasema, kufikia sasa sisi IDF tumeshambulia zaidi ya vituo 1100 mbalimbali nchini Iran. Kulingana na yeye, IDF imekuwa ikifanya kazi kwa utaratibu kulingana na mpango na itaendelea kufanya hivyo mpaka malengo yao yaweze kufikiwa. Na Urusi haioni uhaba wowote wa usambazaji wa mafuta duniani kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Naibu Waziri Mkuu Alexander Novak anawaambia waandishi wa habari kando ya kongamano la kiuchumi la kimataifa la St. Petersburg, hakuna uhaba hadi sasa, usawa wa mahitaji na ofa unawekwa, ugavi unafanywa. Hatari za usambazaji wa mafuta zipo ulimwenguni kote na zinaonyeshwa kwa bei yake. Novak alisema, ndio kuna hatari fulani, soko linazitathmini, inatambulika kwa bei hasa, aliongeza. Iran inamtaka kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za kibinadamu Volker Turk ajibu mara moja uchokozi wa Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika ofisi ya Umoja Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Ali Bahrain, anasema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran inamtaka kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa achukue msimamo ulio wazi na usio na maelewano, kuainisha rasmi vitendo vya kijeshi vya Israeli kama vitendo vya uchokozi na kuunga mkono haki halali ya Iran ya kujilinda. Shirika la habari la IRNA lilimnukuu akisema. Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa limekuwa chombo kisicho na ufanisi zaidi katika jukwaa la kimataifa na kuiwezesha Israeli kuendeleza uchokozi wake katika Mashariki ya Kati. Balozi na mwakilishi wa kudumu wa Iran katika ofisi ya Umoja Mataifa na mashirika mengine ya kimataifa huko Geneva, Ali Bahrain, anasema kinachofanywa na Israeli kinaendelea bila kuadhibiwa kutoka nchi za Magharibi na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, hasa Baraza la Usalama kwa sasa ndilo
chombo kisicho na ufanisi zaidi duniani. Haifanyi lolote, haifanikiwi lolote, Bahrain alisema wakati wa mkutano na chama cha waandishi walioidhinishwa kutoka Umoja Mataifa mjini Geneva. Kulingana na mwanadiplomasia huyo, kutochukua hatua kwa SC ni moja ya sababu kuu kwa nini Israeli inaendelea kufanya uhalifu kama huo. Kama shambulio linaloendelea dhidi ya Iran, vivyo hivyo kwa mataifa ya Magharibi, hasa Marekani, wanaifunika Israeli, kwa hivyo haikabiliwi na madhara yoyote, Bahrain aliongeza. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile vile, jeshi la ulinzi la Israeli limewataka wakazi wa Teherani kuhama mara moja eneo la kusini mashariki mwa mji huo kutokana na mashambulizi yanayokaribia vituo vya kijeshi katika mji mkuu huo. Anasema katika saa zijazo jeshi la Israeli litafanya operation katika eneo linalolenga miundombinu ya kijeshi ya utawala wa Iran, kama limekuwa likifanya katika siku za hivi karibuni nje kidogo ya Teheran. Wakazi wapendwa, kwa usalama na ustawi wenu, tunawahimiza kuondoka eneo lililotengwa katika wilaya ya 18 ya Teherani mara moja. Kubaki katika eneo hili kunaweka maisha yao katika hatari kubwa, taarifa hiyo iliongeza jeshi la ulinzi la Israeli. Na Israeli inakabiliana na viunga vya mishale vinavyotumika kukabiliana na makombora ballistic ya Iran na inaweza kumaliza hifadhi ikiwa mzozo huo hautatatuliwa hivi karibuni, jarida la Wall Street Journal limeripoti likimnukuu afisa wa Pentagon. Mfumo wa pamoja ulioundwa na Israeli na Marekani umekuwa muhimu katika kuzuia makombora ballistic, na uwezo wa Israeli wa kuzuia mashambulizi ya Iran utapungua kwa kasi ikiwa hifadhi yao itafika mwisho. Kuna wasiwasi unaoongezeka kwamba jeshi la ulinzi la Israeli linateketeza kwa silaha zake za kujihami kutokana na ukubwa wa mashambulizi ya Iran, gazeti hilo liliandika. Jeshi la Israeli limekanusha ripoti za Iran za kuchukua udhibiti wa anga ya Israeli. Wanasema kwanza leo Iran haina faida hata katika anga yake yenyewe, kwa hivyo inawezaje kudhibiti yetu? Kwa siku 6 zilizopita jeshi la anga la Israeli limekuwa likifanya kazi kwa uhuru katika anga ya Iran, likipiga nafasi za kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu na kurejea salama. Msemaji wa jeshi la Israeli Anna Ukolova alisema, inaonekana kwamba kwa amri ya IRGC dhana ya udhibiti wa anga ni ya kibinafsi kabisa na hawajisumbui kuthibitisha ukweli wao. Hata makombora na droni wanazofyatua katika miji yetu mara nyingi hunaswa na mifumo yetu ya ulinzi wa anga. Kulingana na Ukolova, tabia ya utawala wa Iran ya kufikiria matamanio imekuwa dhahiri katika operesheni hii yote. Anasema tumeona majaribio kama hayo ya kudanganya vyombo vya habari hapo awali, alikumbuka. Vile vile makombora 400 ballistic yamerushwa kuelekea Israeli kutoka Iran tangu Juni 13 na maeneo 40 yamepata athari. Dimitri Gendelman, mshauri kutoka ofisi ya waziri mkuu wa Israeli, anasema kwenye channel yake ya Telegram. Vile vile, taifa la Israeli inaweza kujiimarisha kama mamlaka kuu ya Mashariki ya Kati kwa kuungwa mkono na rais wa Marekani Donald Trump, gazeti la Washington Post limeripoti. Kulingana na chapisho hilo, wakati Trump alizoea kujionyesha kama mtu wa amani na mfanyabiashara akilenga kuleta utulivu katika eneo lenye hali tete na kumaliza vita, sasa anaonekana kuwa tayari kujiunga na mmoja, huku rais wa Marekani akiwa upande wake Israeli ingeibuka kama kigogo Mashariki ya Kati, gazeti hilo lilisema. Vile vile, mzozo wa Iran na Israeli umeiweka Ukraine pembeni, huku rais wa Marekani Donald Trump akivutiwa zaidi kucheza mchezo wake katika Ghuba ya Uajemi. Viktor Medvedchuk, mkuu wa vuguvugu nyingine la Ukraine na kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani For Life, anasema kulingana na yeye, Washington inajiondoa kutoka kwa kusukuma Kiev kwa silaha, kwani Amerika inaona hii kama tishio kwa uchumi wake. Alibainisha kuwa hata Volodymyr Zelensky amegundua kuwa ukarimu wa ajabu wa Marekani umekwisha. Vile vile, waziri wa ulinzi wa Israeli Israel Katz amesema kuwa kimbunga kinapita katika mji mkuu wa Iran, huku alama za utawala zikiharibiwa na raia wanaotoroka mji huo. Kimbunga kinaikumba Teherani. Alama za serikali zinalengwa na kuporomoka kutoka kwa shirika rasmi la utangazaji la serikali hadi hivi karibuni. Tovuti zingine kama hizo, umati unakimbia. Katz aliandika, hivi ndivyo udikteta unavyoporomoka, aliongeza. Shambulio la kulipiza kisasi la Iran limeidhoofisha Israeli na kulipiza kisasi zaidi kunakuja. Kiongozi mkuu Ayatollah Ali Khamenei anasema, kinukuliwa na vyombo vya habari, anasema adui mzayuni lazima aadhibiwe na tayari anapata adhabu. Kitendo cha kulipiza kisasi kilichofanywa na watu wa Iran na vikosi vyenye silaha dhidi ya adui huyu muovu kimeidhoofisha, na zaidi mapigo makali yamepangwa kwa siku zijazo. Mwenyezi Mungu hakika atalipa ushindi taifa la Iran, ukweli na uadilifu, mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu aliongeza. Rais wa Urusi Vladimir Putin amethibitisha utayarifu wa Urusi kupatanisha mazungumzo kati ya Iran na Israeli katika mazungumzo ya simu na rais wa Umoja wa Falme
za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ikulu ya Kremlin imesema. Na nikwambie takriban waharibifu wawili wa jeshi la wanamaji la Marekani pamoja na meli za kusindikiza wanahusika katika kuzima mashambulio ya Iran katika ardhi ya Israeli. Kanala ya televisheni ya ABC News imeripoti kinukuu vyanzo. Tangu kuanza kwa operation ya Israeli mnamo Juni 13, USS The Sullivans na USS Oleg Buk, wote waharibifu wa daraja la Oleg walioko mashariki mwa Mediterania, wamekuwa wakilinda eneo la nchi hiyo dhidi ya makombora ballistic ya Iran. Mapema wiki hii USS Thomas Hardner, ambaye pia ni mharibifu wa kiwango cha Oleg, alifika katika eneo hilo na kutupa uzito wa ziada nyuma ya Israeli, huku USS Oleg Buk ikiondoka eneo hilo. Hivi ni vifaa vya kuweza kuzuia makombora. Shukran kwa Babe Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.